Mfalme Chura. Hapo zamani za kale, wakati matakwa yalikuwa rahisi kupata, alikuwepo mfalme na binti yake. Binti yake alikuwa mrembo sana na mwenye mapenzi, hadi mfalme alimpa chochote alichokitaka, chochote kile. Baba, nimechoka kuchezea hii midoli yangu ya zamani. Nataka kitu kingine cha kuchezea. Oh, mwanangu, kwa vile wewe ni mrembo zaidi, yamkini nitakupatia mwanasesere anayependeza zaidi niliyepewa na babi yangu nikiwa mdogo zaidi. Mfalme alifungua kabati lake la dhahabu na kuchukua mpira wa dhahabu na umeremeta. Wow! Chukua huu mpira. Utang'aa sawia na jua chini ya anga unaiona. Ila huu ni kwa dhamana zaidi, nakwambia mwanangu. Usiupoteze kamwe mwanangu. Asante sana. Wewe ni baba bora zaidi ulimwenguni. Binti ya mfalme alicheza bustanini. Mpira ulipodunda na kupingiria, aliukimbilia ule mpira. Ghafla akaja chura wa kutisha. Wewe, potelea mbali chura mchafu. Nilikuona kutoka kichakani ndio nikashtushwa na urembo wako. Unaweza kunikubalia niwe rafiki yako nicheze nawe? Ungefikiriaje kuhusu jambo kama hilo wewe? Siwezi kucheza na chura mwenye magamba mchafu kama wewe. Mimi msichana mzuri zaidi ulimwenguni. Kwa nini cheza na kitu kichafu kama hiki? Naweza kuruka. Naweza kuruka. Naweza hata kuogelea na kushika mpira wako. Mimi ndiye mzuri zaidi wa kucheza naye. Heri nicheze peke yangu kuliko kumgusa chura mchafu. Akiwa amechukizwa, binti ya mfalme alirudi kwenye kasri ili kumepuka yule chura. Siku iliyofuata alikuja tena kucheza mpira. Alichagua mahali pa kipekee chini ya mti wenye majani na matawi membamba. Eneo hili ni safi na lapendeza. Yule chura mchafu hawezi kunipata hapa. Alianza kucheza na mpira. Aliurusha juu na kuudaka tena. Alipokuwa akifanya hivyo, ule mpira uling'ara sana kiasi cha kuwa macho yake hayakuwa akiona vizuri. Badala ya kurudi mikononi mwa binti ya mfalme, ulianguka chini karibu na kisima na kuanguka ndani. Hapana, mpira wangu wa dhahabu. Mungu wangu, kina hiki ni kirefu. Siuoni ulipo mpira wangu. Alilia akalia kana kwamba hangeweza kutulizwa tena. Akiwa katika kilio chake, akasikia sauti. Unalizwa na nini binti ya mfalme? Machozi yako ni ya ukweli na yenye hisia. Aliangalia ili kuona hiyo sauti ilitokapi. Kumbe ni wewe chura wa kutisha. Mimi bwana ninalia kwa sababu mpira wangu umedumbukia kisimani. Usijali. Naweza kukusaidia. Lakini utanipa nini nikikutolea mpira wako kisimani tena? Chochote kile unachotaka. Nguo yangu yoyote ile, almasi, mikufu yangu, au hata kofia yangu ya dhahabu nilionayo. Mavazi yako na almasi, mikufu na kofia mimi sivihitaji. Lakini ukiwa rafiki yangu na ukinichukulia kama mwandani na ucheze nami na nikubalie niketi nawe mezani, nile nawe sahani moja, tunywe kikombe kimoja na tulale kwenye kijitanda chako, basi na ukiniahidi hivi vyote, basi nitaingia hadi chini kisimani na nikutolee mpira wako wa dhahabu. Binti ya mfalme alitamaushwa baada ya kusikia orodha ndefu ya mahitaji ya chura. Lakini ili kupata mpira wake wa dhahabu, aliamua kuvuta subra kwa chura. Basi, nitakuahidi vyote tunavyohitaji iwapo tu utanitolea mpira wangu. Pindi tu chura aliposikia ahadi yake, alijitosa kisimani asionekane tena. Baada ya muda mchache, alichipuza na ule mpira na akautupa kwenye nyasi. Yule binti ya mfalme alijawa na bashasha kuona mpira wake wa dhahabu. Aliuchukua na kutoroka nao. Simama. Nisubiri tuandamane. Mimi siwezi kukimbia kama wewe. Lakini haikuwa na maana. Siku iliyofuata, binti ya mfalme alipokuwa ameketi kwenye meza akila na mfalme kutoka kwenye sahani yake ya dhahabu, ghafla mlango ukagongwa. Binti ya mfalme, niruhusu niingie. Binti ya mfalme akainuka ili kuona kulikuwa na nani.
lakini alipofungua mlango kulikuwa na yule bwana chura. Wewe chura mchafu, unakujaje kwenye mlango wangu? Akafunga mlango upesi, akarudi kitini pake akiwa na wasiwasi mwingi. Mfalme akagundua jinsi moyo wake ulivyokuwa ukidunda. Mwanangu, hebu niambie waopa nini? Je, kuna jitu la miraba minne lililosimama kwenye mlango tayari kukuchukua? Oh, hapana baba, kuna chura wa kutisha. Na huyo chura anataka nini? Oh baba, jana nilivyokuwa nimekaa kisimani nikicheza na mpira wangu wa dhahabu, ulidondoka ukaingia kisimani. Alafu chura akaja kunitolea kwa sharti moja tu, kwamba nikubali kuwa rafiki yangu, na nilimwahidi, lakini sikudhani kama angeweza kutoka kisimani na kuja huku. Lakini sasa yuko nje mlangoni na anataka kuingia ndani. Binti ya mfalme, nifungulie mlango. Uliniahidi mwenyewe. Unapotoa ahadi lazima utekeleze. Fungua mlango waingie ndani. Kwa hivyo alienda akafungua mlango. Yule chura akachupa ndani, akamfuata hadi kwenye kiti chake. Asante binti ya mfalme, ninue nikae karibu nawe. Yule binti akamwangalia kwa hasira, lakini alipoona uso wa babake uliojaa hamaki, akamuinua. Sasa tunaweza kula pamoja. Binti ya mfalme alikula shingo upande na yule chura akala akashiba. Tafadhali nipe mchuzi zaidi, ni mtamu sana. Sijawahi kutia tumboni kitoweo kama hiki. Yule chura akamaliza mchuzi kwenye bakuli, ila kile chakula cha binti mfalme kikamkaba kooni. Asante sana binti ya mfalme, nimekula shibe yangu na sasa nimechoka. Lazima unibebe chumbani mwako na utandike kitanda chako, alafu tujilaze kisha tulale. Hapana, bora uondoke hapa haraka kwenye hii nyumba, we chura mchafu. Mwanangu mpendwa, binti ya mfalme hafai kutamka maneno kama haya. Ulimwahidi chura, kwa hiyo lazima umtimizie. Binti ya mfalme anapotoa ahadi kwa wenzake hawezi kuubadilisha. Huu ndio utamaduni wetu wa zamani tunaostahili kuufuata. Alimchukua chura kwa kidole chake cha shada na gumba, akambeba hadi juu na kumweka pembezoni. Ni bora ke hapo usiku kucha, la sivyo nitakutupa nyikani kesho. Nimechoka na nataka kulala kwa raha kama wewe. Nichukue, la sivyo namwambia mfalme. We chura mwenye magamba! Alimbeba juu na kumpungisha kwa nguvu ukutani, lakini alipoanguka alikufa papo hapo. Amka we chura mshenzi bwana, achana na utani. Binti ya mfalme alimgusagusa kwa kidole, lakini alikuwa ashakufa. Ni kweli amekufa. Mungu wangu, nimefanya nini? Tafadhali chura amka, samahani kwa kukosea. Alimbeba mkononi mwake huku akiendelea kulia, kisha akambusu yule chura. La kustaajabisha, yule chura alifumbua macho yake na kuruka kwenye sakafu. Hapo chura akabadilika, na ghafla akawa mtoto wa kiume wa mfalme akiwa na macho ya kupendeza. Oh Mungu wangu, wewe ni nani? Yu wapi yule chura mdogo? Usijali, mimi ni yule chura tu, lakini sasa mimi ni mwana mfalme. Nitakuhadithia hadithi yote. Nilipokuwa binadamu nilikuwa mjanja na mjeuri. Wakati mmoja nilikuwa nikiwinda msituni, nikiua wanyama. Ghafla akanijia kichumba kazi pale msituni. Nyinyi wanadamu msiokuwa na huruma, hawa wanyama si wanaserere wenu wa kuchezea. Wao ni viumbe hai kama nyinyi. Mungu ameviumba hivi viumbe vya ajabu, na nyinyi mnaviharibu. Vimewahi kuwadhuru? Unawezaje kuniongelesha hivyo wewe? Kwani hujui mimi ni nani? Mimi ni mwana wa mfalme, na huu msitu ni wangu mimi. Kila mtu, kila mnyama na kila kitu katika ardhi hii ni cha kwangu mimi. Mwana mfalme mjeuri, viumbe vyote ni vya Mungu. Muumba wa hii dunia ni Mungu na si wewe. Huna haki yoyote ya kuua kiumbe yoyote yule. Hayo yametosha bibie, songa kando. Ghafla yule kichimbakazi akageuka mwanamke mnene na mrefu. Yule mwanamfalme akaingiwa na hofu kumwona.
Wewe mwanadamu mjeuri, na kulaani uwe chura mdogo. Sasa nyoka wa huu msitu atakusaka uwe windo lao, kama ulivyokuwa ukimwinda huyu swara. Papo hapo mwanamfalme akageuka akawa chura. Oh, umenifanya nini? Nakuomba wewe kichimbakazi, tafadhali unisamehe. Naahidi sitadhuru viumbe vya Muumba tena. Nitakuwa mkarimu kwa kila kiumbe. Naahidi, tafadhali nisamehe. Nadhani umetambua makosa yako, lakini utaadhibiwa kutokana na ujeuri wako. Nitakupa nafasi nyingine. Naam, tafadhali bibie. Nitadhihirisha. Sharti mtafute bintiye mfalme asiyewaheshimu viumbe wanyonge na kumrai awe na utu kwako. Endapo utafaulu kubadilisha tabia ya mmoja, basi ndio utabadilika kwa mwanadamu tena. Yule binti mfalme aliaibika kwa kukosa utu. Usihuzunike binti ya mfalme. Sasa niahidi, hutakosea mtu yoyote heshima hata kidogo. Utakuwa mkarimu kwa kila mtu. Ndiyo, nitafanya hivyo mwanamfalme. Hiyo ni sawa. Kwa vile umeamua kuwa na utu, je, naweza kuomba jambo moja kutoka kwako? Bila shaka, chochote utakacho. Wewe ndiwe msichana mrembo zaidi nimewahi kukutana nawe. Nimekupenda sana. Je, utanioa binti ya mfalme? Bila kusita, yule binti mfalme alikubali kuolewa na mwanamfalme. Na kwa ruhusa ya babake wakaoana. Kila siku wanandoa hawa hulisha wanyama na kuwatunza zaidi viumbe wa Mungu. Yule kichimbakazi aliona utu kwa hawa wanandoa na akafurahi sana. Vizuri sana wanangu, mmejidhihirisha kuwa nyinyi ni wanadamu wazuri. Huo halisia wa utu huwepo kwa kila mwanadamu, na wanadamu wenye utu ndio bora zaidi. Yamkini Mungu atawamiminia baraka zake kila wakati. Baadaye hawa wanandoa waliishi kwa furaha na baraka milele.